mji wa Zanzibar baadaye mashoga watakuwa wengi. Sisi tulale tu, tuna misikiti mikubwa ndio, tuna misikiti mikubwa, watu wanafanya harakati za chini kwa chini, mashoga kuongezeka. Ndio, kwa sababu ni moja katika mipango ambayo makafiri hawataki kizazi kiongezeke. Moja wapo wamegundua kutoa mapesa mengi kuendeleza ushoga. Hii ni safari ya kwenda kumpumzisha ndugu Hussein Hassan Jabu almaarufu kama Sheikh Nyundo kutoka Masjid Shurba maeneo ya Kidongo Chekundu katikati ya jiji la Zanzibar kuelekea Muyuni B wilaya ya Kusini mkoa wa Kusini Unguja. Sheikh Nyundo amefariki dunia Machi 16, 2020 majira ya saa 8 usiku katika hospitali ya Mnazi Mmoja alipokuwa akipatiwa matibabu baada ya kuugua ghafla maradhi ya pressure. Kama unavyoona, maelfu ya watu walifurika kote barabarani kwa ajili ya kumuaga, kuona na wengine kwenda kumzika, ambapo jeneza lake lilibebwa juu na kutembea nalo kwa miguu mpaka maeneo ya Kwerekwe. Hii ni kutokana na umati mkubwa wa watu waliojitokeza katika kushuhudia safari hii ya mwisho ya Sheikh Hussein Hassan Jabu almaarufu kama Sheikh Nyundo. Allahu Akbar. Wako madaktari wazuri wa kutoa mimba, wanajisifu wenyewe wazuri, na wao Mungu anawasubiri. Leo atokezee mtu aseme mimi natamani ushoga. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mwanamke unajisi ana tabia nzuri kwao, alhamdulillah mashaallah, na wewe hela unazo, piga ofa. Ndio, piga ofa, piga milioni 20 za ushoga, chukua hela hiyo kwa ajili ya Allah. Unaweza ukakuta watu wanapigana, kumbe wanagombaniana shoga. Vimetupwa vipodapoda hapa juu ya kifua, wanajua wenye shughuli zao. Ya Rabbi, tunakuomba kila mjane katika mtaa huu na mwingine mpatie mume mwenye kheri na yeye. Tumechoka na wizi wanoiba waume za watu. Mukoshe hayo matiti mnapowapa watoto. Saa yoyote mume anaweza kuja, kitanda kikute kiko safi. Najiita kungwi, ukae chini ya mlango watu wanafanya matendo yao ya ndoa, usikilize hivi utafikiri redio. Kakutuma nani we? Ni mara chache sana kuona mazishi na mikusanyiko ya watu kama hivi, lakini hii leo Sheikh Hussein Hassan Jabu maarufu kama Sheikh Nyundo katukutanisha hapa sisi sote. Na kutoka hapa Kidongo Chekundu mpaka kuelekea Muyuni B mkoa wa Kusini Unguja ni safari ndefu haswa, lakini kote tulikopita tumeshuhudia umati wa watu ambao wamejitokeza barabarani kuanzia mkoa wa Mjini Magharibi mpaka mkoa wa Kusini Unguja katika kijiji cha Muyuni B. Wenzetu waliangamizwa kwa jambo hili, na hili jambo linashamiri, na si kwa wanaume tu. Unaanza kumalizia hapo, si kwa wanaume kabla wanawake hamjakimbia. Kuna baadhi ya wanawake hivi sasa wanasemekana maadili yamebomoka, kwamba hizo sehemu zao za milango ya beti la jaibu watalii washaingia. Leo kuna wanaume vijana anaitwa mashoga, sijui kama humu hawamo. Mashoga tena hawa tushasikia tangazo lao, na wao wanadai haki zao, eti watambulikane. Mtambulikane ni kama wahuni au vipi? Akutambueni nani? Labda ukutambueni moto wa jahannam. Nasi tunataka haki zetu. Haki gani mdogo wako? Wewe mwanamume mzima kujifanya barazuli alafu unataka haki yako. Haki gani unataka? Pumbavu mkubwa. Wewe tunakutegemea jamii itafaidika na wewe. Leo unaukumba mkono hivi. Eti unaitwa shoga. Shoga wa wapi wewe? Walimu na hili mlichunguze. Jana dume zima anaweza kuwa mwalimu nimechelewa. Unaliuliza wewe sauti umeipata wapi? Mijana dume tunaitegemea kwamba watakuwa wanajeshi, watakuwa makamando, wataitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watawasaidia ndugu zetu kuwaoa wanawake 2 mpaka 3 mpaka 4. Basi eti na yao sasa hivi imeshakuwa midude hiyo, sijui tuite midude, sijui tuite kina nani, eti ishakuwa na yao inatamani kuolewa wakati dada yake hajapata mchumba mpaka leo. Ingia katika visiwa vya Zanzibar sasa liwati, dhambi ya kupitiana milango ya nyuma kwa wanaume na wanawake imesha
kufunguliwa baadhi ya wanawake mpaka watoto wadogo. Hivi sasa Zanzibar tunalia machozi juu ya swala hii na kesi hii, na jambo hili haliwezekani kwa sababu lina watu ambao visiki na vishina na vigogo. Ni watu umeng'ang'ania, baadhi ya watu wengine wana pesa zao, wengine wanajijua wenyewe walivyo, wameng'ang'ania. Hivi sasa baadhi yao, watoto wetu sasa hivi wanaharibika, ndugu zetu hivi sasa wanaharibika, hali imekuwa mbaya hivi sasa. Sasa hivi kumkosa shoga Zanzibar ni jambo la ajabu, kumkosa shoga katika mtaa. Eti anaitwa mtu wa mistari huyo. Yo, mdomo kama jogoo. Sitaki majibu, nataka manundu. Na ukimwi utapewa muhuni mmoja. Memkuta mtu mmoja siku moja Ijumaa, swala ya Ijumaa, kavaa kanzu vizuri, kofia ya kipaa ile inaitwa dope, kaigeuza hivi siku ya Ijumaa, mshenzi yule. Mungu wala hakukosea na wala hakosei. Kaomba uzuri kweli kweli kunifanya mwanamume mimi. Fanya mchezoni, halafu ngajifanye shoga. Subutu. Mungu atatunusuru inshallah kwa sote. Hakuna kuregea mtu hapa. Niseme vipi? Hebu nifundisheni nyie, hebu naambieni niseme vipi? Mtu anajikamulia sehemu ya siri, anajikamulia ndimu, niseme vipi? Niseme anakuna nazi au? Ajabu. Na ushangaza watu wengine, tena wengine mashehe hapo. Yule hana lugha nzuri. Lugha gani unataka niipitishe hapa? Hapa bana lugha gani? Ya ambao ulizungumze lilivyo atuache. Lugha gani unataka wewe? Mzungumze kimakonde au bibi? Bana we, haya mawaidha mtu kama hata kuyasikia na asiyasikie, lakini sisi tushasema. Ndio hivyo. Hatuna kipimo chengine cha kusema. Kila mmoja anasema kadiri alivyoweza. Kama mtu anaweza na yeye, sisi tushafanya utafiti kwamba hayo mambo yanafanyika. Sasa na wewe ukiyaona, sema hivyo unavyotaka wewe. Uambie watu kwa uzuri. Jamani, msijibinye binye, msifanye hii. Waambie uzuri wapate kuelewa, watakuelewa wapi? Na hujawatajia sana alolifanya. Waambiwa bwana. Kabisa. Wanakamulia ndimu bwana. Sasa wengine tumegundua wanatia tumbaku. Kwenda dukani, nipe tumbaku. Ukimwona mwanamke kajikaza bonge la bibi, na kuna mania pinge, nipe tumbaku. Wakati wengine hutu watoto wale wakaona vibaya. Mtoto kanunue tumbaku pale. Kwenda pale ananunua tumbaku. Anakuja nayo, anakwenda zake chooni. Kwa maana muda mrefu anachukua mwanamke chooni. Na sio mwanamke tu, hata wanaume, kuna wanaume muda mrefu chooni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kukaa muda mrefu chooni, mpaka msikitini wengine muda mrefu. Sio mtu. Jo viko kibao kunenda huko. Bwana we, humu chooni bwana uchukue muda mchache, utachukua maradhi. Na hamfanyiki mambo mengine ajabu ajabu. Wengine humo wanaona kitulizo chao masturbation. Na akili kesha kuwa mbaya kwa masturbation, hata choo cha msikitini unaweza kufanya. Halafu anakoga mtu anakuja kuswali. Kwa akili za vijana wanaweza. Fiatu eti. Ujana ni katika sehemu ya ufiatu. Zinakuwa hizo hazipo. Masturbation maarufu inajulikana. Tunawaambia hakijawa kitulizo cha kuituliza akili yako. Sasa kuna ukimwi siku hizi. Haya, unakimbia ukimwi unaenda kupiga masturbation. Umekimbia zina, hujakimbia kwenye zina, uko pale pale. Tena hiyo ndo mbaya zaidi. Sina ambayo ninaipunguza yote mabaya, lakini masturbation mtu anatumia nguvu za hali ya juu kabisa. Na vijana washazoea, anasema hii si dhambi.
Muda mnajifanyia mwenyewe, sijamchukua mtoto wa watu. Hujachukua mtoto wa watu, wa mkono wa nani? Umeumba wewe huo? Huo mkono wa nani? Na utakwenda sema huo mkono. Kwani Mungu anasema uongo? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kwa nini Mwenyezi Mungu asebeshe viungo? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Siku ambayo Mwenyezi Mungu anasema tutafunga vinywa. Maana sasa hivi mtu akwambie wewe bwana unapiga masturbation. Sipigi mimi. Kijana kumwambia baba mimi sifanyi hivyo. Sifanyi mimi. Na tena tunajua taratibu hizo. Kijana akizini anajulikana, sio mwanamke tumseme kaondolewa bikra halafu umkatae umkashifu kwenye ndoa. Maana ndo kazi yenu baadhi yenu vijana. Anasema nimemkuta kibwawa. Wana lugha sawa wanaita kibwawa. Na wazee kwamba tunakupa mtoto mwari huyo. Milioni 6. Jamani nyie. Milioni 6 tunakomoana? Milioni 6 na furniture. Mtu wenyewe ukaja ukamgusa kijanareta. Ushafika pale bwana aingie ndani. Bwana nakunywa chai. Tena ndo unaingia pale ukanywa hiyo chai. Ushakunywa chai ya kawaida, sasa unaambiwa kunywa hiyo chai nyingine. Shaifahamu Ukimgusa mwanamke kijanareta anatetemeka na majini. Unazikumbuka milioni 6 zako na furniture. Na maana wazee wameniibia. Leo ndo mtalala hivi mzungu wa 4. Nimekimbia ujane na lala mjane le. Mwingine siku ya mwanzo unaambia labda anaumwa aende kukusaidia wale makungu. Kumbe wanajua kama amekupa bomu. Labda anaumwa mwenzio, kichwa huyo kinamuuma leo mwachie. Haya nishamwachia. Mpaka wiki tena. Hayo makungu mashawishi wanataka kuondoka tena. Maana kazi yao ushawishi tu, wameendelea nini? Si ushawishi tu. Mila zingine zinaleta ujinga tu.